Naam, mchezo siku ya kwanza umetamatika katika viwanja vya netball Mkwakwani jijini Tanga nchini Tanzania, ikiwa wadhamini wakubwa wa mchezo huu ni Faye Brothers Entertainment 2026. Lakini niko naye hapa mratibu siku ile, tuambie mchezo ulikuwaje, timu ambazo zimeweza kushiriki zilikuwa ni ngapi katika siku ya leo? Kiongozi, karibu sana, kwa majina yako, anayekujua si kujua aweze kujua zaidi. Asante. Kwa jina naitwa Zaituni ya Haya Mango, ni mratibu wa mashindano ya Rede msimu wa 10 mfululizo ambao ameandaliwa na Faye Brothers Entertainment. Katika msimu wa 10, leo ni siku ya kwanza ya kuanza kukusanya point kwa timu shiriki. Leo tumepata timu 6 ambazo ndio zimeweza kushiriki siku ya leo, na timu ya moja ambayo ni ya 7 timu ya uzinduzi ile haikuingia kwenye mashindano ambayo ni timu Kaya. Lakini kuna timu ambazo zimeshindwa kufika siku ya leo, wameomba watakuja mzunguko unaofuata, ambapo wakifika watadakiwa na timu nyingine, tutaendelea nao kwenye mtanange. Kuna ambazo zimeshinda na kuna ambazo zimeanza kuchomoka? Bado kabisa, kuchomoka bado kabisa. Ndio tumeanza kukusanya point. Tena kwa bahati mbaya amechelewa leo, tumecheza mzunguko mmoja. Tuko tuseme mzunguko miwili, tumecheza mzunguko mmoja. Kwa hiyo hakuna timu ambayo imeweza kutoka wala kutarajiwa kutoka. Ndio tumeanza mwanzo, ni awali kabisa. Kwa hiyo hakuna timu inaweza kutoka. Tumeona mabadiliko baadhi ya timu. Labda umeona kipi zaidi? Nimeona usajili, timu nyingi zimefanya usajili mzuri. Haswa ingizo jipya ya timu Swahili imefanya usajili wa wachezaji ambao walishashiriki kwenye timu nyingine, ambao ni wachezaji wazuri, ambao ni wachezaji wenye ushindani. Wakiingia uwanjani mnasikia raha, mnaona raha kwa mchezo. Na timu nyingine timu zote zimesajili vizuri. Ndio tunategemea wazidi kusajili vizuri zaidi. Una la kuongezea zaidi? Nawakaribisha tu tukutane Jumapili, kwa sababu Jumatano tutaweza kucheza tarehe 15, itakuwa kuna mechi ya Coastal Union. Kwa hiyo Messi wakicheza wanatumia uwanja, hatuwezi kucheza. Kwa hiyo tutakutana Jumapili tarehe 19 saa 10 jioni, wawahi mapema ili tucheze mizunguko miwili. Mpangilio hasa wa mechi kuchezwa zikuje, yani ni kila Jumapili ama ni huwa tunacheza Jumapili, Jumatano na Jumapili. Kama sasa tumeanza Jumatano leo Jumapili na Jumatano ndio ratiba yetu inakuwa. Sasa kutokana na kwamba mwingiliano wa ratiba nyingine za michezo mingine, kwa hiyo tuweze kucheza siku ya Jumatano, tucheza Jumapili. Kwa siku ya leo nimeiona ni nzuri, nimefurahi sana kuja kuangalia huu mchezo wa asili, na niliposikia tu tangazo ikabidi nitafute wadhamini, wadhamini wakanitafuta na mimi nikawatafuta, nikawapata, nikaingiza timu yangu ambayo inaitwa Swahili. Katika miaka yako uliwahi labda kucheza mchezo huu? Ndio, niliwahi kucheza mchezo wakati nikiwa mdogo. Na unakumbuka ulikuwa ni mwaka gani? Mwaka niliocheza mchezo ulikuwa ni mwaka 78. Asante. Ulikuwa na utofauti gani miaka ile hasa na miaka ya sasa tuliko nayo? Miaka ile ilikuwa tunacheza lakini kwa hakuna uamuzi sisi wenyewe, ukipigwa watoka. Lakini sasa hivi naona wameboresha vizuri, wametengeneza na viwanja kwa vizuri na ina mpangilio mzuri. Watu wanacheza na vifaa vya kuchezea, wana jezi, wana maamuzi wa kuuliza firimbi tofauti. Lakini kipindi cha nyuma tulikuwa tunacheza tu, ukipigwa umetoka, na watu wacheza kwa uaminifu. Timu leo umeleta uwanjani ya Swahili. Maandalizi yakoje? Pengine maandalizi mazuri, na tuna uhakika kwamba tutachukua ushindi na tutakuwa bingwa kwanza. Mama yangu kipenzi, una wito gani siku ya leo mara baada ya kuleta timu yako hapo uwanjani? Wito wangu, ninawaomba wazazi walioko majumbani, walezi, wafike viwanja vya Mkwakwani waje waburudike na burudani ya Rede. Kwa majina naitwa Aisha Majidi Alawi, natokea timu Swahili. Nilishawahi kushiriki Rede na nikashinda mara 3 mfululizo. Hapo nilikuwa niko timu ya Mkwakwani Basket. Hapa nilishiriki na nilishinda mara 3 mfululizo. Ila sasa hivi nipo Swahili. Swahili wategemee ushindi, yani wasiogope. Mimi timu yangu ni nzuri. Yani timu yangu ni nzuri sana. Tunacheza, tunajuana sisi wenyewe kwa sababu sisi ni wachezaji wa basket na netball. Kwa muda wote tupo wote. Kwa tunajuana tukiwa uwanjani nini tunafanya na nini tunataka. Yani nia yetu ni ushindi. Hatuna nia nyingine zaidi ya ushindi. Mbali na hicho unachokisema, hasa maandalizi yakoje kuhakikisha kwamba mnaenda kuchukua ubingwa? Maandalizi yetu ni mazuri. Tunashukuru viongozi wetu.
viongozi wetu yani wanatufanyia kila kitu ambacho sisi tunataka. Kama hivi leo tumevaa jezi sare timu nzima, viongozi wametuletea kanga, tumevaa tumependeza, kocha wetu kavaa kanga. Yani tunamsifu kwanza kiongozi wetu, amejua nini cha kutuhani sisi ili tupende michezo. Kwa hiyo tunashukuru sana kiongozi wetu, tunakushukuru na Mwenyezi Mungu akubariki. Mchezo umeonaje wa siku leo? Kwanza mwanzo mchezo ni mzuri, tunafurahi, tumecheza na mabingwa watetezi. Ndio kweli wametufunga, hatujakataa, lakini mchezo ni mzuri sana, yani ndio tumeanza. Kwa hivyo zidi tunavyoendelea kucheza na mchezo utazidi kuwa mzuri, wategemee mazuri kwetu. Una la kuongezea zaidi pengine kupitia timu yenu ya Swahili? Sina la kuongezea, ila naipenda sana timu yangu. Kwa majina naitwa Amina Sefu Hassan, ni kiongozi wa timu ya Upendo Talent. Tumecheza misimu mitatu. Huu ni msimu wetu wa 4 wa Rede. Toka mmeanza mlishai kuchukua kombe? Hatujawahi kuchukua kombe, ila hatutoki katika yani usema tu kwenye 10 bora tuseme. Tunashinda wa pili, wa tatu. Ndio tumecheza hapo, la hatujawahi kuchukua kombe, la hatujawahi kutoka mshindi wa 4. Timbiri la kinyang'anyiro limeanza rasmi siku ya leo. Umejipangaje kuisha timu yako kuelekea kwenye ushindi? Kiufupi unapokuja ndio tunapokupokea. Tutakapocheza leo na sisi tutakapocheza hivyo hivyo. Mchezo kwa kumalizia umekupa kipi zaidi? Umekuonyesha nini zaidi toka umeanza miaka 3 mfululizo? Kutoka nimeanza yani watu wameibua vipaji vingi. Unakuta mtu ana kipaji chake lakini amekaa nyumbani, kumbe mwenyewe kipaji chake kubwa ni Rede. Unakuta watu wanacheza Rede, watu sometimes ndio hivyo, unakuta timu zinakodishwa zinaenda kucheza mbali huko Korogwe wapi watu wanaenda wanacheza kufurahisha, kwa sababu ni mchezo kama mpira tu. Tunatoka huko, mtu kuja kucheza Tanga, mtu anatoka hapa anaenda kucheza Zanzibar. Ndio kama hivyo, siku unakuta watu wanatoka Tanga wanaenda kucheza Rede Zanzibar. Afro Brothers tutakomba tu, asanteni kwa sababu mnaibua vipaji vingi sana vya watoto na wasichana makamu kama sisi.